nami nikukaribishe tena ndani ya Viwanjani kwenye exclusive, na hapa utakuwa nami beautiful Kanyigo Rosemary Timzo Karugira. Leo hii tunakwenda kuzungumza na moja ya makocha ambao kwa hivi sasa wamekuwa ni miongoni mwa makocha wanaozungumzwa sana kwenye soka letu la Tanzania na Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla. Na huyu si mwingine ni Amani Josia. Ni mara baada ya kuwafunga vigogo ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini ambao wameshikilia taji kwa mara 4 mfululizo. Huyu ni kocha wa kikosi cha Walima Zabibu kwa maana ya Dodoma Jiji, timu ambayo ni ya makao makuu ya nchi. Josia. Naam. Hongera bwana. Asante. Si kazi ndogo. Ni kweli. Ni kweli sio kazi ndogo, lakini kwa niaba ya wenzangu niseme hongera, kwa sababu at least kuna kundi la watu wanafanya kazi. Ndio. Basi hizi pongezi nazichukua pia kwangu mimi, lakini pia wale wote ambao wanawajibika kwenye timu yetu ya Dodoma Jiji, kwa sababu linapotokea jambo zuri maana yake hawezi kusema kila mtu. Sisi ambao wanasimama kwa nafasi yetu, basi unazungumza asante kwa niaba ya wenzangu na mimi pia nikiwemo. Kocha, kwa kuanza kabisa, maana unasema tuanzie pale pale kwenye utamu, najua na wewe mtazamaji wangu utakuwa una kiu hiyo. Kwanza, siku hiyo ya mchezo ilikuwaje mara baada ya kuzimaliza dakika 90? Share nasi hisia zako, zilikuwa vipi siku hiyo? Ushamfunga mtu goli 3-2. Ilikuwa ni furaha. Unajua sasa unakuwa ni furaha ambayo ndani yake imechanganyikana na hisia, kwa sababu haya matukio yanatokea mara chache sana, hususan hizi timu hazipotezi mara nyingi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ilivyotokea, nafikiri nilikuwa na furaha ya pale pale kwenye pitch, lakini baada ya hapo nilienda kufurahia na wanangu, kwa maana ya stafu nzima pamoja na wachezaji, lakini nikawakumbusha pia kabla ya kwao kupewa shukrani, basi wa kushukuriwa ni Mwenyezi Mungu kwa sababu tulimtanguliza. Kwa hiyo nikawaomba tushukuru kwanza Mungu, lakini baada ya hapo ni wao wenyewe, then tufurahie. Kwa hiyo ilikuwa ni moment ambayo ni nzuri zaidi, na nilipata kuwakumbusha watu kuwa Mwenyezi Mungu na kile ambacho sisi tunapofanya kazi zetu pale. Kocha, kabla ya kucheza mpira, watu wengi ama wadau wa soka wengi hawakudhania kama ungeweza kushinda, hata sare yenyewe kuipata. Kwako wewe ilikuwaje wakati unaingia ndani ya dakika 90 na unakutana na majiant kama wale? Ilikuwa hivyo, na hasa kilichokuwa kinatutesa zaidi ni history ya head to head, history ya Dodoma Jiji kwa Yanga. Kwa hiyo haikuwa rekodi nzuri. Hiyo rekodi haikuwa nzuri, na hicho kilikuwa kinatutesa zaidi, na kuweza kubadili kutoka kwenye mtizamo huo, na mara zote watu wanaingia kwenye mechi ile wakiwa na fear, wakiwa na fail tayari. Kwa hiyo kisha kuwa unaongoza kikosi ambacho wao kwa kiasi kikubwa wanaamini kwamba huyu anatufunga ni ngumu, so unapaswa utumike muda mwingi sana kuwapa mifano, utumike muda mwingi sana kuwatengeneza kisaikolojia. Kwa hiyo kwenye mechi hii kidogo message ilikuwa ni ujumbe wa kukumbushia na kuwatengeneza kisaikolojia ulikuwa mkubwa sana, na kwa sababu kwa tunapambana na rekodi ya timu tuseme kibonde dhidi ya timu ambayo amechukua pointi nyingi sana kwake. Lakini mwisho wa siku ninachoweza kusema imani, na kwenye hilo nilijaribu kuambia wachezaji kwamba kuna muda unapoamka kwenye siku yako uwezi jua kwamba leo utapata kitu gani. Sisi sote tunaamka hatuna kitu chochote kile, lakini unapomwomba Mwenyezi Mungu na ukaenda kazini, tegemea kunufaika, kwa sababu wewe umeshamkabidhi Mungu maisha yako. Kama naenda kazini, basi tegemea impact nzuri kama unaenda kutenda kweli kazi. Nisaidie na Mungu akikusaidia. Na mimi nikamwambia, mimi nimemwambia Mungu kwamba wale mimi siwawezi, lakini kwa namna yoyote ile kama Mungu unaweza kunitambulisha kupitia mechi hii, basi nakuomba ukuu wako ukatuangazie kwenye mechi, kwa sababu sisi tunaamini ni wanyonge, lakini tukiwa na wewe ninaamini tunaweza kufanikiwa kwenye mechi hii. Kwa hiyo nilikuwa nikienda na hiyo imani, lakini pia baadhi ya wachezaji nimewaaminisha hicho, la huenda labda ni message ambayo iliyoingia wakaenda kupambana pasipokuwa na uoga. Wakati mchezo, kocha, ukiendelea, kuna kitu ulikiona kwenye mchezo ukaona huu mchezo hakika leo tunaweza kuvunja history ya Yanga ambao walikuwa hawajafungwa, kwa maana ya kwamba kuwafunga pengine labda mabeki wao ulivyokuwa ukiangalia defense yao ilivyo, au mipira uliokuwa unaona washambuliaji wako wakipeleka mbele na vitu kama hivyo? Ni kweli. Unajua kuna mechi ukiziangalia, kuna baadhi ya matukio ambayo yametutokea kutokana na experience. Unaona kabisa kwamba hii mechi kuna kitu naweza nikakipata. Moja hapo ya matukio nafikiri ilikuwa ni strength nzima haikuwa vile. Ninaamini siku hiyo haikuwa hivyo. Kwa hiyo nikahisi kwamba
kwa namna ambavyo tulikuwa tunafanya matendo yetu kwa usahihi zaidi kipindi hicho cha kwanza, japo kwa tulikuwa tuko nyuma ya magoli. Kwa niliona baadhi ya matendo ambayo kwa tukifanya sisi yalikuwa napata ufanisi zaidi kwa tunafika. Kwa nikahisi kwamba kama room ya kufanikiwa ipo, basi tunapaswa kuongeza confidence ili kusudi tufikie kile tunachokitaka. So baadhi ya matukio mengine ambayo huwa ninaamini mimi yakitokea kwenye mpira yanamfavor mpinzani ni pale unapoona kama mpinzani anakuwa kama wanagombana wao kwa wao, yani huwa nahisi kabisa kwamba tayari wanatutengenezea bahati. So nafikiri second half kipindi tunaingia mapumziko, nilimwambia no, nafikiri hii mechi tunaweza kuwa na bahati sisi. So tumefanya makosa, tumeruhusu goli la mapema sana, then tumeruhusu goli la pili. Hatupasi kuendelea kuruhusu goli. Hebu twende tupush tutafute goli la pili. Yaani ilikuwa kwamba tukipata hata sare kwa hawa ni kitu kizuri zaidi. Kabisa. So tukawa sasa tuko kwenye defending. Lakini kwa sababu kwenye tactical meeting ya kwetu tulisha address kwamba hizi timu kubwa wakati mwingine unapokuwa una defend, yani akili yako weka kucheza counter, kwa sababu kuna muda wanajisahau wanatudharau hata sisi wadogo. Sasa ile huwa ni advantage kwetu kwamba unapokuwa una defense against hizi timu, hebu weka akili ya kushambulia kwa haraka, hususan nyuma yao. Kuna magepu wanayaacha. Sasa kumbe ile akili wachezaji bahati nzuri, kwa sababu ni vitu ambavyo tumekuwa tukitrain wakati mwingine na ukomavu wao pia akina Waziri. Akina Hoza, akina Waziri unaona touch chache tumefika kwenye goli. Ndio likaja goli la tatu. Sasa ile goli la tatu ndio ilikuwa ni surprise pia kwetu. Huwezi kusema kwamba tulikuwa na utayari ule wa kufunga goli la tatu. Sisi lile goli la pili kwa tunapush kwetu tulifanikiwa. Na hiki kingine ikaja kama bonus, ndio ikawa bahati ya mechi ya kwetu ambayo tulikuwa nayo. Na tayari dakika zimeisha. So ikawa ni history ambayo huenda maombi yetu yale ambayo tumeomba hapo kabla kwamba na sisi tuwe sehemu ya kutengeneza history ikaja. Na mkaitengeneza kweli. Ni kweli. Na tuangalie kocha kwa wasiomfahamu, kocha Josia. Ulijiunga lini na Dodoma Jiji na ni nini ulikikuta na umekibadilisha vipi mpaka hivi sasa? Nilikuwa namalizia masomo yangu ya Serie A Tanga, basi ndio nikapokea simu. Nafikiri hao wenzetu walikuwa na walimu ambao walikuwepo. Nafikiri kuna dokumenti zilipungua kwa mujibu wa vigezo vya shirikisho letu, basi nikafanya nao mazungumzo, nikawaulizeni, mnataka mwalimu wa muda, mnataka mwalimu msaidizi ama mnataka mwalimu wa aina gani? Na wenyewe wakazungumza na mimi nikawapa condition zangu, kama mnataka nije hapo basi mimi sitaji kuwa hivi, nataka contract ambayo iko 1 2 3 na nataka na mamlaka haya na haya na haya, tukifika tufanye. Kwa hiyo nikazungumza nao na tukakubaliana, nikamwambia kila kitu ambacho tumezungumza kama mnaweza kukiweka kwenye mkataba kiwekeni, nisome huko, nikija huko nikutia sign it. Kwa hiyo tukaelewana, nikaja nikasaini hapa. Nilipokuta bahati nzuri walikuwa walimu wenzangu ambao walikuwepo tayari, basi tukajaribu kukaa na kushirikiana. Timu haikuwa katika nafasi nzuri, ilikuwa katika nafasi ya 15 nadhani, ilikuwa na pointi 7, nafasi ya 15. Chini ya KMC alikuwa yuko chini, afu sisi tunafuata hapo. Ukiangalia kwa tumeshinda mechi moja tu. So ilikuwa cha kwanza ambacho ilikuwa ni kukiangalia ni utimamu kwanza, standard ile ya Premier League je tupo, walikuwa wanapata mafundisho mazuri, lakini kuna vitu vya kuadjust pale. Tuseme unajua kwenye mpira kuna vitu vingi nje hata ya haya mambo ya kimbinu na kinani ya kimbinu na kiufundi. Kwa sababu kuna muda unatakiwa uadjust. Sisi wachezaji wetu sisi tunavyojua wanatoka mikoa tofauti, tabia za mchezaji anayetoka ukanda huu wa Pwani na kanda ya Ziwa na mikoa ya kati na nini iko tofauti. So namna ya kuishi nao unapata tabia nzima ya timu inaweza kukupa mafanikio. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vidogo ambavyo tulikuwa tunajaribu kuviweka sawa, hiki hakiko sawa, hiki hakiko sawa. Mbali na mafundisho mengine haya tunaopokea, hiki hakiko sawa. Okay, kama tunataka kupambana ligi kuu ina demand hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Okay, nyinyi wote mmeshapitia experience, lakini hapa tunatapaswa kuadjust level ya hiki ambacho tunachowapa hawa ili kusudi tukizi kile kinachotakiwa. Kwa hiyo tumepata tabia ya timu, tumepata namna ambavyo tunavyotaka kufocus kwenye timu, tumepata utimamu labda tuseme wa mwili, mafunzo yenyewe, lakini pia tukapata na wapinzani namna ambavyo wanavyokuwa tuna approach game by game inakwendaje. So kila kitu kikawa ni kubadilisha vitu vidogo kisha tukaenda, lakini muhimu ilikuwa ni namna gani ambavyo tunaweza kuwa wamoja. Ni kitu gani ambacho kocha umekuwa ukikiona kwa makocha wazao wa Tanzania ambacho mnakutana nacho hasa kwenye changamoto ukilinganisha zaidi na makocha hawa wa kigeni? Makocha wa Kitanzania naweza nikazungumzia sasa hivi. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nakivisikia labda huko, lakini tuna mtizamo tofauti wakati mwingine kwa viongozi wetu.
Unajua sisi wa Tanzania kama mtu amekuona muda mrefu na anakufahamu ni ngumu kukuamini. Hatuaminiani kwa sababu tunaonana kila siku. Hatuaminiani kwa sababu hatupeani nafasi, hatukubaliani kwa sababu hatupeani nafasi ya kukubalika. Asizungumzi hivyo kwa labda kwa sababu mimi pia naipata nafasi, lakini nazungumza generally kwamba kuna baadhi ya vitu unaviona huyu mbona anafanya moja mbili tatu, mbona nikiangalia hii timu inayofundishwa labda na mtu wa nyumbani naona kama inafanya vizuri ukilinganisha na ile inayofundishwa, mbona sioni kama kuna vitu viko tofauti. Lakini ni mapokeo tu. Ukilitaja jina la mtu na mtu akajua huyu ametoka labda Msoma, huyu amezaliwa labda Mkendo Msoma, si ndio, Wakulia, huyu hawezi kuleta hicho, lakini kumbe mpira tunajifunza, tunasoma wote. So walimu wa Kitanzania wanaathirika na huo mtizamo uliokuwepo, lakini kingine kinachotuathiri zaidi ni hizo story ambazo zinazungumzwa huko nyuma kwamba labda siku na watangulizi wetu kuna baadhi ya tabia ambazo labda zilikuwa zikifanyika ambazo sio nzuri, si ndio? So unapokuja na wewe unachukuliwa hivyo. Kwa hiyo hata ukiwaambia naomba ni suggest watu wa kusajili kwenye filosofi yangu ambao wanaendana na staili yangu ya uchezaji, watu hawakupi hiyo nafasi kwa sababu ya kumbukumbu za waliotangulia kwamba tuliwapa nafasi wenzio waliotangulia labda wakaishia kutuletea watu ajabu tu ambao sisi hatukuona impact yao. So tunaathirika kutokana na history za huko nyuma, lakini pia tunaathirika kutokana na mtizamo wa ulioko pale, na tunaathirika kutokana na sio tuseme kujuana, yani humu Tanzania. Joshua Josias, tukiangalia kuna malalamiko ya miundombinu, lakini wakati mwingine pamoja na malipo, ushirikiano wa viongozi kwenye haya masuala ya kiufundi. Je, wewe Dodoma Jiji unapata uhuru wa kuifundisha timu yako katika haya ambayo nimesema? Dodoma Jiji wanakupa mamlaka yote ya kufundisha na kufanya maamuzi. Unajua coaching ni maamuzi. Coaching kama una uwezo wa kufanya maamuzi, unafanya maamuzi kwenye nidhamu, maamuzi ya kuselect, maamuzi ya program za kwako. Wanatupa huo uhuru wa kufanya hivyo. Sioni kama kuna shida, lakini huwezi kuzungumzia Dodoma Jiji kama kielelezo pekee cha hizi timu zote. Kuna mahali huko kwingine tulikotoka kabla ya kufika hapa, na nadhani ukishika sana misimamo, walimu ambao tunakuwa na misimamo yetu huwa mara nyingi huaga tukagi kwenye timu muda mrefu, kwa sababu mpaka unakuja kumaliza season kama umeshikilia misimamo yako, na kweli misimamo ile huwa imetikisa watu, wao wana hamu na wewe, na hicho ndicho kitu ambacho mara nyingi huwa kinatuponza. Kuna baadhi ya timu ambazo tulipita huko nyuma, nakumbuka kuna timu moja nilikuwa nafundisha, niko na mwalimu hivyo Mapunda, ilifika hatua umeandaa timu, mechi ni jioni saa 4, kikao cha kiufundi na wachezaji, analetwa mchezaji mpya ambaye sijawahi kumtrain, simjui, ananiambia bwana, huyu mchezaji ni hatari, anawazidi wachezaji wote walioko hapa. Okay, alikuwa wapi? Huyu bwana tulimsajili kwa alikuwa na issue za kikazi, ndio amefika leo, lakini kwenye usajili yumo. Basi sawa, kama kwenye usajili yumo, basi aanze mazoezi Jumatatu, nimuone nitamtumiaje kwenye kikosi changu. Mwalimu, lakini mechi ya leo hii ni ngumu, huyu mchezaji anaweza kusaidia kupata matokeo. Nikamwambia sawa, hawa mimi nawaamini wanaweza kunipa matokeo. Wa viongozi wakaitana tena, wakaja kubembeleza tena, nikamwambia jamani, mimi utaratibu wangu iko kwamba mchezaji niliyemtrain napanga timu kutokana na namna ambavyo wanaelewana na watafanyaje kazi wao wenyewe uwanjani, na kabla ya hapo ni lazima nifanyie mazoezi ya timu ambayo naenda kukutana nayo. Kwa hiyo wachezaji wameshajua kwamba watajilindaje na kushambuliaje. Mwalimu, najua hii timu ni ya viongozi na timu hii ni ya wanachama, na wanachama na washabiki wanataka kumuona huyu mchezaji. Nikamwambia mimi nimeshazungumza na nimemaliza. Tukaenda nimemaliza kusoma pale lineup kila kitu, nikamuita yule mchezaji nikamwambia bwana, nimeambiwa wewe ni mchezaji mzuri na kuomba Jumatatu uje tuanze mazoezi ili kusudi nianze kukutumia. Sawa teacher, sawa. Tukaenda hotelini na hivyo. Tumeenda hotelini na hivyo. Saa 8 huwa tunaletewa usafiri wa kutupeleka kwenye mechi, siku hiyo haukuja. Saa 8 mpaka saa 9. Na mechi saa ngapi? Mechi saa 10, lakini saa 9 tunatakiwa tufike tufanyishe homa. Yes, ina maana mpaka saa 9 mko nyuma ya muda. Viongozi hawapokei simu. Ikabidi nimwambie hivyo, tuchukue pikipiki twende zetu uwanjani. Kuchukua pikipiki, tunafika uwanjani nakuta yule mwalimu wa maeneo yale ambaye tulimkuta kwenye timu anafanyisha timu homa. Kuna yule mchezaji ambaye ameletwa kavalishwa jezi yupo kwenye lineup, wamemweka. Nani kamweka?
viongozi wameitana, wamemchukua yule mwalimu ambaye kwa hiyo walimu wameenda kuleta line up, viongozi wameenda kutafuta line up ya kwao wenyewe. Ya, wamemweka pale. Mimi nakaa namwangalia, namuuliza hivyo, hiki ni nini? Mimi sijui. Nikamuita yule mwalimu, nikamwambia wewe, nani amekwambia kufanyisha homa? Mbona ufanyishaje homa hapo siku za nani? Anayefanyisha ni hivyo na. Anambia viongozi ndio ameniambia. Na huyu mchezaji viongozi wamesema anaanza. Nikamwambia walikuwepo pale viongozi, nikamwambia viongozi njooni. Nikaita na hivyo. Nikamwambia kumbe kazi ya kufundisha ni nyepesi. Sasa kuna haja gani kama mnajua kupanga line up na kuna haja gani ya kututoa huko sisi tuje kwenye hii timu kama mnajua kufanyisha homa hapo na mnajua kupanga line up na kufundisha. Nikamwambia sasa sikilizeni. Sisi tunaomba, mimi binafsi nawaombeni. Naomba sasa, kuna mtu si anakatisha hapo tiketi hapo getini za vingilio. Sasa naomba sisi, mimi na hivyo mtupe ili jukumu la kukatisha tiketi za vingilio, sisi tushike hela, alafu hao wanaokatisha na nyinyi viongozi mkakai kwenye benchi, nyinyi mkochi, sisi tuingie huku na sisi tupokee pesa hapo. Vinginevyo sisi hatuingii pale. Ulipitia kwenye timu ya Geita ikiwa kule kwenye michuano ya championship. Kuna tofauti gani ya ligi kuu lakini na kule kwenye masuala ya championship? Maana kuna watu wanasema kule kwenye championship bwana kuna ugumu sana na ushindani mno. Kule bwana, kule ni uwe na msuli, kwanza msuli wa pesa. Lakini pia lazima timu yako iwe fiti kwa sababu kuna viwanja ni kazi. Yaani ile ni ligi ya kiume haswa. Yaani ile championship ni ligi ya kiume haswa. Hauko fiti, unataka kucheza kiujanja, kuna sehemu utaadhirika. Na hata wakati mwingine ukiwa uko fiti, uko vizuri, ukiamriwa kufungwa unafungwa tu. So ni ligi vipi sasa unaamriwa kufungwa kivipi wakati mnacheza? Na muamuzi yupo? Au wapo? Nikishasema tu kwamba hiyo championship ukiamriwa kufungwa unafungwa, ninamaanisha kwamba wapinzani, si unajua wapinzani tena. Kila mtu atajiongeza. Utajiongeza tu kwamba wapinzani wakikuamria kukufunga wanakufunga. Haijalishi ukoje vizuri uwanjani. Kama ni siku ya kufungwa, watu wakikuamria kufunga wanakufunga. Unamshauri nini sasa hao makocha ambao wako ligi kuu na hasa katika kuelekea kwenye zile playoff na kushuka daraja? Nini ushauri wako? Pagumu. Kule ni pagumu, lakini usiombee. Sio pa kuombea kwa sababu unaweza kaadhirika mtu mzima. Cha kushauri ni kweli kule ukienda kule ni kujiandaa, hasa ukikutana na baadhi ya timu. Tena kama msimu naziona kama Polisi Mbeya kwanza, ukienda zinaweza zikacheza moja hapo pale ikapanda. Yani nazungumzia hizo za playoff, ukiachilia mbali Geita na Kagera. Kocha, kwa mtazamo wako, nini kinapaswa kubadilika katika ligi kuu, hasa usawa huu ambao tunaelekea zaidi kwenye kupata wachezaji bora ambao tutakwenda kucheza kwenye AFCON 2027, na ukumbuke kwamba Tanzania sisi ni hosti kwa maana ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki, Kenya pamoja na Uganda. Kwa hapo tulipofika, nafikiri sisi ni taifa ambalo ndio linakuja kwenye mpira hasa baada ya kuweka hii mifumo sasa hivi iliyopo. Kwa hiyo programu zilizopo na maandalizi yaliyopo na kile kinachoendelea, nadhani uwezi ukasema kwamba ukajilinganisha na yale mataifa mengine ambayo yamepiga hatua, lakini at least tunafanyaje? Tunasogea. Kwa hapa tulipo hapa na ligi inaelekea mwishoni, nadhani hili siwezi kuliingilia zaidi. Nafikiri selection ya kwao na kile wanachokiona kinaweza kuwa chenye manufaa zaidi kuliko hata mtizamo wa kwangu mimi jinsi ninavyotizama. Kwenye kikosi chako unaona unaye mchezaji ama wachezaji mwenye kiwango bora cha kuweza kuicheza hiyo AFCON? Dodoma Jiji na wachezaji ambao tayari wameshacheza katika level ya juu na sasa hivi wamekuja tena kwenye viwango ambavyo ni vizuri. Tunao baadhi ya wachezaji ambao wamefanya vizuri, hata zaidi ya wachezaji 3 4, unaona kina Idi Kipagwire wana kitu wanachoweza kuofa. Bahati nzuri alishaitwa. Hawa kina Salimini Oza, sijui kama watu wanamwangalia vizuri, lakini nafikiri ni moja ya viungo ambao wanafanya vizuri. Defense yetu kuna baadhi ya wazao kina Agustin Santa wanafanya vizuri, lakini ukimwangalia Gadiel Michael ni kitu ambacho yuko katika kiwango ambacho ni kizuri. Unajua wakati mwingine saikolojia ya mtu inaweza kukupelekea usione kile ambacho anachokifanya, lakini kuna baadhi ya wachezaji unaona wanakuja wanafanya kazi vizuri. Yani unajua level tunayokwenda ni lazima player profile yawe vizuri. Unapofanya kazi katika level ya juu ya walimu wetu kama kina Gamondi, uwezi ni tofauti kidogo. Kwa hiyo tunamhitaji mchezaji ambaye technically yuko vizuri, lakini mtu ambaye tactically yuko vizuri, kwa sababu ile michuano inachezwa kwa ufundi. Serengeti Boys ikifanya vizuri pale Morocco kwenye michuano ya AFCON,
lakini na kukata tiketi ya kucheza michuano ya kombe la dunia. Nini ushauri wako katika timu hii ya Serengeti, tukiwa bado tunao mwaka mmoja wa maandalizi kuelekea kwenye AFCON hii ya wakubwa ambao sisi tutakuwa host? Kwanza yani kabla sijatoa ushauri, mimi nitumie nafasi hii kuwapongeza pia, kuwapongeza shirikisho la mpira kwanza Tanzania. Naam. Yani tunakuja vizuri sana, nafikiri hata majirani zetu wanatuoneni hivi kwa kasi ambayo tunakuja nayo. Kwa nitumie nafasi hii kupongeza shirikisho la mpira chini ya rais wetu Wallace Karia pamoja na naibu katibu wake Oscar Milambo, lakini pia idara ya kiufundi kwa hizi programu ambazo wanaziweka kama zile za TDS, si ndio zinaleta mafanikio. Mpira wote ule mfupa wake ni huo ambao tuliopo sasa hivi. So walimu wake wale akina Elieneza wanafanya vizuri sana, ni walimu ambao tunafahamiana, na mimi bahati nzuri nimefanikiwa kuingia nao darasani na kusoma nao. Ni kuwapongeza yale ambao wameandaa. Ninaona wana programu nzuri sana za kucheza mechi za kirafiki, wakipiga kambi wakapata mechi za kirafiki kwenye mataifa ambayo yanaendana, kwa sababu tayari ratiba ikishakuwa imeshatoka, maana yake unajua unakutana na mataifa ya upande upi, si ndio? Ama unakutana na wapinzani wa namna gani. Kwa hiyo ukipata mechi za kirafiki za kuendelea kuwatengeneza vijana kimbinu pamoja na kimorali, confidence ile ya kucheza dhidi ya mataifa ambayo yametutangulia, kwa sababu World Cup ni top, si ndio? Kwa hiyo baada ya kuwapongeza, nafikiri wakipata hizo mechi za kirafiki na kambi ambazo ni nzuri, motivation ikawa nzuri, na mimi wanaweza kufanya vizuri. Yaani kila kitu kinaanza hivyo ambavyo tulivyoanza hivyo. Tumeenda World Cup, na kwenda World Cup ni mafanikio, lakini wanaweza wakajaribu zaidi na ikaje mafanikio zaidi. Unakiona kikosi hicho kinaweza kikawa baadhi, of course hawezi kuwa wote, baadhi yao wanaweza kuwa ni msaada kwenye AFCON yetu ambayo tunasema AFCON pamoja 2027? Inawezekana kwa sababu sisi hatutakuwa wa kwanza kuwa na vijana wa namna hiyo. Hata mataifa yaliyoendelea yalikuwa nawachukua vijana wa namna hiyo. Hata wale Brazil walimchukua Ronaldo de Lima akiwa na miaka 17. Uwanja wenu wa Jamhuri kutoutumia kama uwanja wa nyumbani imekuwa na athari yoyote kwako? Labda pengine kwa hivi sasa unasema kwenye ligi ningekuwa nafasi hii kama sio haya kuhamishwa uwanja wa nyumbani. Ni kweli. Unajua unapokuwa unacheza nyumbani huwezi yani ile nguvu ya washabiki kukushangilia, sijui niseme na kupinga, wakati mwingine vitu vinavyotokea kama haujatendewa wake wanakupa hiyo support. Kwa sababu ile unapocheza kwenye uwanja ambao ni neutral ground, confidence anakuwa nayo yule mpinzani. Yaani wewe unakuwa nayo, lakini yule anakuwa nayo zaidi, kwamba tunakutana mahali ambapo sisi tunaweza kufanya la kwetu na yeye pia anaweza kufanya la kwake, tuko 50-50. Hapa tuendeni tukatafute matokeo. Inapokutokea hali ya namna ile, maana yake mwalimu anatakiwa imbe sana kisaikolojia, kuwarejesha wachezaji waone kama ni nyumbani. Na tunashukuru mechi nyingi tumecheza kwenye neutral ground, hata ikiwemo ya huyo mkubwa pamoja na mechi zingine. Lakini inatuathiri kwa namna moja ama nyingine kutokucheza nyumbani. Nao tumerejea, ninaamini hizi zimesalia mechi takriban 2 ama 3 hivi, tunaweza kumalizia pale nyumbani, lakini itakuwa ni furaha ya kipekee. Kwako wewe, ni kocha ambaye ni mzawa na ni kocha wa ligi kuu, Azam TV imekuletea mgeni mechi 104 kuzionyesha zote za kombe la dunia. Tusikie neno lako. Ni jambo ambalo ni zuri, na nafikiri litasaidia familia zetu. Najua kuangalia kombe la dunia, familia zetu wanapata muda pia kujifunza mpira, na sisi tulioko kwenye mpira ni jambo. Yaani mimi nazungumzia watu wengine, unajua wakati sisi tunatembea hapa na pale unaangalia, lakini nazungumzia kwa mama yangu, nazungumzia kwa watoto wangu, kwa wajomba zangu, kuangalia kombe la dunia pasipokuwa na shida yoyote. Kingamuzi kiko pale pale nyumbani, wanatizama baada ya kwenda baa. Ni jambo ambalo kusema kweli ni kuzidi kuwapongeza na tunalikaribisha kusema kweli. Ni Amani Josia, kocha wa kikosi cha Dodoma Jiji, akihitimisha hivyo. Naamini hata wewe mwenyewe mtazamaji utakuwa umeenjoy yale ambayo ametueleza hapa kocha, lakini pia kumbuka, huu ndio wakati wa kuweka mambo sawa, kuhakikisha kwamba kisimbuzi chako kinakuwa sawa. Mgeni ameshaingia mechi 104, ni kuanzia Juni 11 mpaka Julai 19. Unakosaje bwana? Sasa hivi muda wowote unaamka nyumbani, sio mambo ya kwamba tumeenda si wapi, hapana. Ni hapo nyumbani kwako, unashika remote wewe na familia yako, basi unaweza kuenjoy burudani. Ni channel zile za Azam Sports
2 pamoja na Azam Sports 4 kwa ungavu kabisa. Nikuhakikishie Sports 2 na Sports 4 ungavu unaoona kwa sasa. Msubiri kombe la dunia lianze. Bwana hautojutia. Wanaendelea kusalia hapo hapo, ndio kwanza viwanjani imebamba mpaka hapo saa 6 kamili. Mimi ni Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira, tukutane tena siku ya Ijumaa.